Steven Mguto yuko madarakani. Almas Kasongo bado yuko madarakani. Yaani ile bodi yote ya kamati sijui ya bodi ya ligi bado yuko madarakani kweli? Kweli. Tumewashuhudia mawaziri wangapi wameachia ngazi kwenye wizara zao kwamba kumetokea shida. Unataka kuniambia wale watu ambao ni mawaziri wenye nafasi kubwa na nyadhifa kubwa nchini wanaweza wenyewe wakajiuzuru? Mimi nishashuhudia nchi hii waziri mkuu amejiuzuru. Nchi hii mimi nimeshuhudia waziri mkuu amejiuzuru. Unamkumbuka? Mheshimiwa Lowassa, unamkumbuka? Kajiuzuru bungeni. Wewe uko kwenye bodi ya ligi. Tatizo limetokea kubwa ambalo limegharimu watu. Mpaka saizi uko madarakani. Sure. Mavala, sure. Wadau wa mpira wako wa Tanzania wote yani wanashuhudia kwamba huyu mtu anaona alichokifanya ni sahihi kwa sababu ameshindwa kusimamia mpira. Mpira utakiwa uchezwe. Wameshindwa kusimamia mpira kuchezwa. Sasa tunazungumza watu wameingia gharama. Sio mama ntilie, sio baba ntilie, sio watu wa mpira wenyewe. Umenielewa? Mpaka kifo kimetokea Mavala. Shabiki wa Yanga kutoka mkoani Mbeya amefariki akiwa nje ya uwanja kule, akiwa wanasubiri mpira uchezwe, yeye kakaa pale anasubiri sintofahamu iliyopo. Amepoteza uhai wake akiwa kwenye nguzo za umeme. Hayo ni zaidi ya madhara ambayo watu wanayaona. Lakini mpaka sasa tunaongea mwenyekiti wa bodi bado yuko madarakani. Mpaka sasa tunaongea yule Almas Kasongo yuko bado madarakani. Mnataka sisi watu wa mpira tuzungumze nini? Mnadhani maumivu tulionayo? Mnataka tufanyeje ili ujumbe ufike? Mmeshindwa kujichukulia hatua. Kosa la kwanza, mlikuwepo kwenye pre-match meeting. Si ndio? Viongozi wa klabu ya Simba, viongozi wa klabu ya Yanga, viongozi wa bodi ya ligi, wote wako. Kama kuna mtu alikuwa anakuja kufanya mazoezi, pasingekuwa na contravention ya namna ile, kwa sababu klabu ya Yanga ingewaambia walinzi wake, si ndio? Kwamba bwana ikifika saa 1:15 klabu ya Simba itakuja uwanjani. Simba kwa ukubwa walionao wasingeshindwa kuja uwanjani na king'ola, kwa sababu tunazungumza Simba wanataka kuja kufanya mazoezi mechi siku moja kabla ya mechi saa 1:15 usiku, si ndio? Kwa jiji letu la Dar es Salaam na nature ya mpira wetu kuelekea dabi, Simba wasingeenda hivi hivi. Lazima wangesindikizwa na king'ola kupelekwa uwanjani Benjamin Mkapa. Kama ni hivyo, taarifa hata wale security ambao wanalinda uwanja wangekuwa nayo. Meneja wa uwanja ambaye walimuainisha awali kwenye barua yao Simba kwamba alikuwa hana taarifa, naye taarifa angekuwa nayo. Kamishna wa mchezo taarifa angekuwa nayo, kwa sababu watu waendi kwenye mechi kamkumbe tu. Ili mechi ikamilike, kuna kikao cha mechi siku moja kabla asubuhi mapema. Kuna kikao cha mechi siku moja kabla ya mchezo tena, ambacho kinahusisha mpaka waandishi wa habari. Mlishiriki kina Mavala. Na niliwaambia juzi kwamba nyinyi mlikuwepo. Kaja kocha, kaja Shomari Kapombe, kaja kocha wa Yanga, kaja Dickson Jobu. Amekuja afisa habari wa Simba kavaa kanzu, kaja afisa habari wa Yanga kavaa uzi wa Yanga. Mimi nilivyoangalia tu scenario ile nikasema huyu mpaka kavaa kanzu ana mpango kwenda kwenye maulidi, huyu mpirani haji. Na ukitaka kujua Simba wametengeneza mchoro, hebu nisikilizeni. Mchoro wa Simba uko hivi, kuukataa huo mchezo. Sio watu wa mpira. Refa hajateuliwa, utasikia tetesi kwamba huu mchezo refali atakuwa fulani. Simba tu alivyopata tetesi kwamba refali atakuwa Ahmed Arajiga, akajitokeza nje Azim Deuji akafanya press
hana imani na refari Alajiga, si ndio? Akaanza mchoro ulianzia hapo, hana imani na refari Alajiga, akatengeneza mazingira ya wanasimba kuto kumwamini ule refari, akaprovoke wanaoteua refari wa mchezo wa dabi kwamba Simba hawana imani na refari Alajiga. Umeelewa vizuri? Baada ya kutengeneza huo mchoro, walioteua refa wakamteua Alajiga. Wakaona hamjatusikiliza kwenye hili la refari, mmeshamteua Alajiga na Ahmed Mkono. Na taifa zima Afrika Mashariki na bara la Afrika linatambua kwamba Tanzania kama unamhitaji refa bora ni Alajiga na ule Mohamed Mkono, mshika kibendera. Wale ndo nambari 1. Alajiga katikati, kibendera namba 1 ni Mkono. Ndio wanaochezesha mechi za kafu sasa hivi. Lakini kwa sababu Simba wamewakataa, wakaanza kutengeneza sasa mchoro, tunaikataje mechi. Wameenda kwenye kikao cha mechi, hawakutoa taarifa kwamba watakuja kufanya mazoezi ya mwisho usiku. Ule uwanja wa Taifa unahitaji umeme, unahitaji ulinzi, security ya kulinda Simba. Umeelewa? Hawezi akaja tu kamkumbe kwamba anakuja tu moja kwa moja uwanjani kwa sababu uwanja ni wa Taifa, basi aje aingie afanye mazoezi. Sio kweli. Mwenyeji ni Yanga, lazima wewe utatupeleka maombi kwamba wewe anakuja kwenye uwanja wako wa nyumbani. Hata isingekuwa Lupaso Mavala, uwanja ungekuwa Jangwani pale Kaunda, Simba wana haki ya kuja kufanya mazoezi siku moja kabla mchezo kama sisi ni wenyeji pale Kaunda. Lakini lazima watoe taarifa kwamba tunakuja Kaunda, tuandalieni mazingira kuja kufanya mazoezi saa 1 kamili usiku. Mavala, unanielewa au? Unajua hapa tuongelee siasa, hapa tunaongelea mpira unajua. Tusichukulie kwamba ule uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ni uwanja wa serikali, basi kwa sababu Yanga ni mwenyeji hakutakiwa kuulinda ule uwanja. Tufanye ule uwanja sio wa Mkapa unaotumika wa ligi. Yanga anatumia uwanja wa ligi kuu Kaunda. Simba singekuja kutoa taarifa ya kuja kufanya mazoezi. Kwa nini wamejichukulia mamlaka? Wametengeneza mchoro wa kuikataa mechi tu. IGP, twendeni pale na magari yetu, gari lina beberu. Wale makomando wa Yanga hawawezi kukubali kuruhusu gari kuingia ndani. Magari yalokuja ya Simba kwenye mazoezi yao ya mwisho. Gari la kwanza ndio lile basi lao wanasema la wachezaji, ambalo hawakuwemo wachezaji. Kulikuwa na baadhi ya wazee ambao hawazidi 5. Kulikuwa na mbuzi, mabeberu. Yani huu uchebe wangu unauona. Hao mabeberu wana uchebe huu mdogo. Wakatengeneza huo mchoro, walitangulize lile mbele, alafu gari la wachezaji litakalokuwa na baadhi ya wachezaji ambalo ni BM lilikuwa nyuma. Wakatengeneza huo mchoro kwamba lile likitangulia mbele lina beberu haliwezi kuingia, na ndio linaonekana ndio basi la Simba. Umenielewa? Yeah. Scenario kama hiyo wameitengeneza ili mechi ife. Waonekane wamezuiliwa kufanya mazoezi ili mechi ife, lakini Simba waliruhusiwa baadaye liingie hili la wachezaji, hili la beberu libaki. Na la beberu ndio limetangulia mbele, watakalitangulie kuingia, lile la wachezaji lifuatie. Yote katika yote ni kwamba wameshafanya kosa. Mpaka asubuhi siku ya mchezo anasikika mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, mechi ipo. Yani hata mtu aliyekuopo Kimara, Mbezi, Mbagala anamsikia, anajua kwamba leo mechi ipo. Anaendelea kukata tiketi, anaendelea kufanya taratibu zake za nauli za kuwasili uwanja wa Benjamin Mkapa. Inafika saa 7 mchana inakuja taarifa saa 8 mechi hakuna. Mpaka sasa hivi tunaongea, hao viongozi bado wameyashikilia madaraka. Yanawanogea kiasi gani? Wanayaona mazuri kiasi gani ya madaraka? Kwa sababu tunakubaliana ile ni sehemu ya mpira. Umekosea, umezingua, umeshindwa kusimamia, toka wengine wakae. Huku kwenye vilabu tu wanatoka viongozi, wanaingia wengine.
sembuse TFF pale, sembuse bodi ile ya ligi. Sasa sisi mashabiki na wanachama wa Yanga, mimi nikiwa mmoja wapo, kwa sababu hapa naongea by private kama God Yanga, tulishapeleka msimamo wetu kwa viongozi wetu kwamba huu mchezo si hatuhitaji tena kuona, na tunashukuru uongozi wetu kutoka kwa Engineer Hersi Saidi na wajumbe wa kamati ya utendaji kina Alex Ngai, tunawapongeza, kina Gulamali, umenielewa, wote wajumbe wa kamati ya utendaji, kina Yanga Makaga, wote kwanza tunawapongeza. Jana wametoa tamko kubwa zito ambalo limezungumza msimamo wa klabu ya Yanga kutoka kwa viongozi wetu ambao tuliwapigia kula tukawakabidhi klabu. Kongole kwao. Na ule ndio msimamo wa mashabiki wa Yanga. Na hii ligi sitacheza mechi nyingine. Nyingine hizi nyingine tutacheza. Hatutacheza tena raundi ya pili. Either hao ambao wanasimamia hiyo bodi wang'oke, tukae chini tuzungumze namna gani ambavyo huo mchezo unaweza ukachezwa huko mbeleni. Lakini kwa sasa hivi mradi msimamo wetu wana Yanga tumeuongea, pale timu haiendi Sheikh. Labda kama